Mimi nafikiri tunaendelea vizuri na ligi saizi inakwenda mwishoni. Naenda mwishoni. Kwanza nawashukuru wachezaji. Nashukuru wamepambana kwa sababu ligi ni ngumu. Ligi ni ngumu na mtu unavyoingia kwenye ligi mwaka wa kwanza, ina maana kwanza unatakiwa uiweke timu ya watu iwe safe. Umeona kwanza uepukane na kushuka daraja, cha pili kucheza playoff, alafu sasa mengine hayo ndio unafanyaje? Unatazama. Kwa hayo tunashukuru Mwenyezi Mungu. Timu mpaka sasa nafikiri kiasi iko salama. Sasa msimu wa kwanza, wa pili, wa tatu inategemea. Umeona? Inategemea una wachezaji wa aina gani. Unaona? Na kama nilivyokuambia, msimu wa kwanza unakuwa mgumu kwa mwalimu. Kwa sababu unakutana na timu mpya, unakutana na wachezaji ambao lazima uingize falsafa yako mpaka waje kuielewa, usangine nusu ya msimu au msimu unafanyaje? Unakwenda mwisho. Ndio maana nimesema cha kwanza tunashukuru. Lengo la kwanza timu kutokushuka daraja, lengo la pili timu kutokucheza playoff, kwa sababu nafikiri tumekuja hapa timu ilikuwa kama miaka yenyewe mashahidi. Miaka 3 au 4 mfululizo timu inagombania inakwepa kucheza nini? Sasa tumecheza hapa nafikiri kabla ya mechi 5 au 4 timu iko safe. Hicho ndio kwanza cha kushukuru, na nashukuru wachezaji pamoja na uongozi. Kwa sababu bila wote kushirikiana wala tusingeweza kufika hapa. Wachezaji usipoona ujuage lazima kuna sababu. Kuna sababu labda majeruhi, labda kasimamishwa kwa utovu wa nidhamu, au saa nyingine yani ni vitu viwili hivyo, au amepata shida nyumbani, amesafiri. Unaona? Sasa sitozungumzia sana hayo ya watu ambao hawapo. Kikubwa tu hawapo wachezaji wengi hapa. Kama unavyoona hapo wa Nigeria wale wawili, watatu wote, kwa sababu tiketi zao zilikuwa zinasoma, wasafiri tarehe 18 ndio siku ya mechi. Kwa hiyo hapo unaona wameshaondoka. Kwa hiyo mwalimu inabidi ukae na kikosi ambacho ulichokuwa nacho. Ina maana mwalimu timu yako ni ile timu ambayo unayo na una train nayo mazoezini. Kwa sababu hao ndio utatrain nao, hao ndio utakuja kucheza mechi. Kwa hiyo nafikiri hawa ambao wapo nisipende sana kuwazungumzia, hayo ni mambo ya kiutawala. Nafikiri kwa sababu hapa leo ni media day watakuwepo na msemaji yupo, nafikiri ndio vitu vya kuvisemea. Kipimo cha kocha ni wachezaji. Unaona? Kwa sababu kama una wachezaji wazuri wanakuletea, ndio maana hata mimi hapa najivunia pamoja na nafasi tuliokuepo, lakini najivunia wachezaji wangu. Mpira sasa inategemea na siku umeamka vipi. Unaweza siku ukacheza na timu mbovu na ikakufunga. Unaweza siku ukacheza na timu imara na isikufunge. Yaani mpira ndio uko hivyo. Yaani mpira sio kama wewe una timu imara ukawa unashinda kila siku. Inategemea kwa sababu wanaofanya kazi ni binadamu. Huwezi jua leo wameamkaje. Unaona wao wana familia zao, wana nini, maisha mengine nje yanafanya yanakwenda kama kawaida. Kwa hiyo kama akili siku imetulia vizuri kichwani utafanya kazi vizuri.